Kuna rafiki yangu mmoja jana tulikuwa tukizungumza, alinipigia simu tulikuwa tunazungumza, akaniambia Rahbi, huyu Trump tunayemuona anazungumza kule Ufaransa ndio huyu Trump ambaye tumekuwa naye siku zote tukimjadili, au kuna aina ya Trump mpya? Kwa sababu naamini Trump tunayemjua tukimkutanisha na huyu Trump wa sasa wanaweza wakapigana. Trump anazungumza lugha tofauti kabisa na lugha ambayo tumezoea kuisikia hapo awali. Nikamkumbusha, nikamwambia kuwa moja ya nadharia yangu ngumu zaidi ambayo nimeishi nayo kwa muda mwingi, sikuwahi kuwa mfuasi wa mwanasiasa yoyote duniani, na nilikwisha kuwahi kuahidi kuwa siwezi kuja kuwa mfuasi wa mwanasiasa yoyote duniani, kwa sababu mimi naamini kuhusu mifumo au naamini kuhusu sera. Ninaweza nikawa mfuasi wa sera fulani zinatokea, lakini siwezi kuwa mfuasi wa mwanasiasa, kwa sababu asili ya wanasiasa hufanana. Asili ya wanasiasa, ndio maana wanakuambia ile kauli, mwanasiasa akikwambia habari za asubuhi, toka kwanza nje, hakikisha hii ni asubuhi, isije kuwa anakupanga kwa sehemu. Maybe kuna wakati anakuambia salamu yake tu ndio kitu cha ukweli zaidi, lakini kwa sababu vitu vingine vinaweza vikawa sio halisi kabisa. Hii ni tabia ya wanasiasa. Kuna andiko moja niliwahi kuliweka hapa YouTube zamani kidogo, kwa wale ambao walinifuatilia zamani, wakati tu Donald Trump amekula kiapo, niliwahi kuweka andiko ambalo nililipa anwani, nikasema kuwa Trump anarudi kurekebisha aliyoyakosea. Yani niliwahi kusema kuwa Donald Trump wakati ameingia awamu ya pili, nikasema Donald Trump anarudi kurekebisha mambo aliyoyakosea. Unajua, naposema mwanasiasa narudi kwenye kauli ya Donald Trump, hivi unafahamu kuwa haya matatizo yote tunayoyapitia hivi sasa kiasili yameasisiwa na Donald Trump? Kiasili yameasisiwa na Donald Trump. Yani haya matatizo yote, kuanzia matatizo ambayo tunayaona yalianzia Gaza, haya ni asili ya matatizo yaliyoasisiwa na Donald Trump kwenye awamu ya kwanza. Matokeo ya awamu ya kwanza ndio tunatembea nayo hivi sasa. Kama Donald Trump asingejiingiza kwenye mkataba wa mwaka 2018 kwenda kuitoa Marekani kwenye makubaliano ambayo yaliwakalisha wenye akili kwa muda mrefu, wakajadili, wakafikia vifungu vya kuondoa mgogoro, wakasaini makubaliano ya JCPOA, Donald Trump mwaka 2018 aliondoa Marekani, akarudisha vikwazo. Sasa nilikuwa nikimsikiliza mwanasiasa mmoja wa Marekani jana, wakati Marekani imeweka official. Unajua hivi sasa Marekani wametuainishia kabisa kwa vile vifungu 14 ambavyo tulikuwa tuvisoma na kuvirudia kuwa ndio vyenyewe. Na sasa wamethibitisha kabisa kuwa Marekani amesaini na Irani amesaini haya makubaliano. Lakini kile tulichokuwa tuna wasiwasi nacho kuwa vifungu labda sio, maana mimi jana nilikuwa nikizungumza nikasema jamani, bado najaribu kuwapa vifungu ambavyo ninaviona vinatoka upande mmoja, lakini hata nilivyovinukuu kutoka kwenye Bloomberg nikasoma hivyo hivyo, nikaviona WSJ nikaviona hivyo hivyo, nikaviona CNN nikaona hivyo hivyo, nikasema hata vyombo vya pili vya magharibi vinatuandikia vile vile. Lakini wacha tusubiri, kwa sababu makamu wa rais wa Marekani JD Vance aliahidi kuwa Marekani itachapisha sasa hayo maandishi hapo baadaye, na kuna wakati walikuwa wakivishutumu vyombo vya habari vya Irani au vyombo vilivyo upande wa Irani vilikuwa vikidanganya kuhusu yale maandiko, lakini hata walivyokuja kuthibitisha hayaonekani mabadiliko kwenye maandiko, isipokuwa kuna wakati nimemsikia Donald Trump akiongea kule Ufaransa, lakini hata wafuasi wa Donald Trump wengi, yani mfano afisa wa Marekani anasema kuwa kwenye haya makubaliano Marekani imeshinda. Nini ambacho imeshinda? Ukiingia ndani anachozungumza kuwa Irani haitokuwa na nyuklia, yani imeahidi kuwa haitokuja kuwa na nyuklia. Nimeshawaeleza mara ngapi kuwa lini Irani walithibitisha wanataka kutengeneza nyuklia? Lini walisema wanataka kuwa na nyuklia? Kauli yao kuanzia kwenye mazungumzo yaliyovunjika kuwa nyuklia yetu ni ya amani, hatuna mpango wa kutengeneza silaha. Ndio wamekuwa wakikariri na kurudia kutuambia hilo kuwa nyuklia yao ni amani. Sasa hawa wanapoileta katika hiyo nadharia, sasa niliposema kuwa hiki tunachokipitia ni matatizo yaliyoasisiwa na Donald Trump, nimeangalia katika vifungu hivi, na huyo mmoja wa afisa wa Marekani anachojisifu anasema kuwa aliulizwa kuhusu Lebanoni akasema Hezbollah
Sasa jukumu la Hizbullah kapewa Irani amfunge mbwa wake kamba, amfunge mbwa wake kamba, jinsi alivyozungumza, yani amfunge Hizbullah kamba. Rudi kwenye makubaliano ya 2015. Alafu ukitaka kujua mkataba wa 2015, ndio maana Barack Obama akauliza, nataka kuona hayo makubaliano ambayo tuliambiwa ya kwetu yalikuwa mabaya sana, ya kwao itakuwa mazuri sana, tuyaone yatakuwaje. Moja ya kifungu kilichokuwa kwenye mkataba wa 2015 kuwa Irani atawadhibiti proxy wake wasianzishe vurugu na nchi yoyote, Hamas, Hizbullah and Houthi. Watoe wa Houthi, wakati mkataba unasainiwa walikuwa na vita na Saudi Arabia. Wakati mkataba unasainiwa 2015, wao walikuwa tayari na mzozo na Saudi Arabia pamoja na nchi za Gulf ambazo walikuwa wanapigana pale Yemen. Mzozo ulikuwepo muda mrefu. Watazame Hizbullah, nenda kwenye rekodi ya Hizbullah 2015 mpaka 2018. Halafu nenda kwa watazame Hamas katika kipindi hicho. Hapa katikati kama kulikuwa kuna vitu vilivuka mstari. Yaani Irani aliweza kuwadhibiti kuwa msifanye hicho, kwa sababu walikuwa hawana sababu ya kufanya hivyo, manake Irani alisaini hayo makubaliano ya hivyo. Nenda kaanzie 2018 kwenda juu, tazama kilichotokea baada ya pale, kwa sababu majukumu yalitoka kwa Irani. Wakati Marekani alivyojitoa kwenye makubaliano, yale makubaliano yalikuwa yametaja urutubishaji wa chini ya kiwango. Irani akasema, kwa sababu mmeshajitoa, nitarudi kurutubisha ninavyotaka mimi, kwa sababu sifungwi na chochote, manake kama mkataba umeshavunjika, mimi sifungwi na lolote. So lile andiko langu la kwanza nilichowahi kuambia, nikawaambia kuwa Donald Trump anakuja kuturekebishia matatizo aliyoyaasisi. Haya matatizo tunayoyapitia yote kiasili yalianzishwa na Donald Trump. Baada ya Irani kushindwa kuwachunga vijana wake, waliamua kutawanyika. Ndicho kilichokuja kutokea, kwa sababu baada ya kutoka kwenye hayo makubaliano, chokochoko zikawa nyingi. Juzi gazeti moja la Israeli liliandika kuwa sababu ya Hamas kuanzisha vita na Israeli ile Oktoba 7, walihofia Saudi Arabia kuwa ingejiunga na makubaliano. Nasikitika, hii taarifa imekuja baada ya miaka 2.5 au mitatu kuizungumza mimi. Yaani imekuja hivi sasa baada ya miaka 2 au mitatu baada ya mimi kuizungumza. Kwa wale ambao wamekuwa wakinifuatilia kuanzia mgogoro wa Gaza, kuanzia siku ya kwanza ya vita Oktoba 7, nililizungumza wiki ya kwanza ya vita, nikawaambia kabisa kuwa vita ya Hamas iliyoanzishwa kwenda Israeli ilikuwa na lengo moja kubwa tu, kuiondoa Saudi Arabia kwenye mkataba wa Abraham. Na Saudi Arabia walitangaza jambo hilo ndani ya wiki moja, na nikarudi kuzungumza wakati wa nikawaambia hiki ndicho kilichokuwa kinatafutwa. Kilichokuwa kinatafutwa ni kumzuia Saudi Arabia kuhamia upande wa pili wa Israeli. Kubwa ndio hilo lilikuwa linatafutwa, kwa sababu ilikuwa ni wazi kuwa Saudi Arabia angehamia upande wa pili, power kubwa sana, na ile nguvu ya Hamas ingepotea. Kuwa Saudia anabaki kuwa ndio mwenye ushawishi. Saudi Arabia ana nguvu ya fedha na uchumi na kila kitu. Ushawishi anao hasa kwa Marekani. Ushawishi anao. Sasa vyombo vya habari vya Israel vinakuja kuliandika takriban miaka 2.5 au mitatu baada ya tukio kutokea, karibu miaka mitatu. Mimi nilizungumza wiki ya kwanza tu ya mgogoro, kwa sababu katika wiki hiyo ya kwanza kabla ya vita ya Oktoba 7 tayari nilikuwa nikizungumza sana kauli za Mohammed bin Salmani alizozitoa kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa UNGA 78 mwaka 2023 mwezi Septemba. Naenda kafuatilia aliyokuwa anayazungumza. Nilikuwa nikiyakosoa, nikasema huu taratibu unapokwenda tutaona nini kitatokea. Ndio ikaja ikatokea Oktoba 7. Kama umeanza kunifuatilia leo, pole. Mimi nayazungumza haya mambo siku nyingi. Ni vitu ambavyo ninavijua sana yani. Sasa ninaposema Donald Trump anakuja kuturekebishia aliyoyaharibu, ndio haya. Yani baada ya kuanzisha machafuko, kuanzisha mgogoro na Irani, kuwapa vikwazo vya kutosha Irani, kuanzisha vita mbili na Irani, akamchochea Israeli kwa namna yoyote, leo anarudi nyuma. Donald Trump anaulizwa swali kuhusu vipi wale watoto wa shule ya Minab walivyouawa. Anasemaje? Hakuna mtu anaweza kufanya shambulizi lile akajisifu. Haiwezekani. Hicho kitu kinaweza ikafanyika tu kwa bahati mbaya, na uchunguzi unaendelea. Miezi mitatu kauli imebadilika kutoka kusema kuwa Irani walijishambulia wenyewe, na wala hapakuwa na, yani Irani waliamua kupiga shule yao wenyewe. Yani kauli zimegeuka up and down. Niliona chombo cha habari kimoja kikisema kuwa Irani na Marekani zinaishutumu Israel kwa kushambulia Lebanoni. Nikarudi tena kuwakumbusha kuwa nilisha kuambieni, hata wakati Irani amesukuma msukumo wa kusema, unajua mwanzo wa vita ilikuwa ni ile pressure kuwa lazima Marekani atoke Mashariki ya Kati na nguvu kubwa, Marekani afunge kambi zao,
nilikuwa nikibishana sana hata na wachambuzi wengine. Niliwaambia hili haliwezekani. Na kwa nini haliwezekani? Marekani ana ofa nyingi, bado hajapungukiwa zile ofa ako nazo, yani bado ana ofa nyingi ambazo anaweza kumuofa Irani na akaachia, Irani akaachia. Hizo ofa anazo nyingi tu. Kwa hiyo bado Marekani anaweza kumpa Irani na Irani akakubali zile ofa. Leo tunachokizungumza ni tofauti. Sasa matatizo ya wanasiasa huanzishwa na wanasiasa na utatuliwa na wanasiasa. Trump alituanzishia hili kuanzia mwaka 2018, anakuja baada ya miaka 8, baada ya kutusababishia matatizo makubwa kabisa ambayo tunayapitia, anakuja kuclear mistake yake. Nilikuwa na wazi, unajua katika yale makubaliano yote nilikuwa nikiwaza kwenye mambo mawili au matatu, kuhusu makombora, kuhusu zile dola bilioni 300. Lakini kuhusu Hormuz, je, ni sahihi katika yale wanayosema Irani? Ukisoma hivyo vifungu na ile kilichotolewa, ni kweli mfuko unaitwa wa uwekezaji ambao utakuwa na kazi ya ujenzi wa Irani umewekewa bilioni 300, dola bilioni 300. 2023 walitokwa na jasho kwa bilioni 6. Hizi kuachia freezing asset 12 bilioni ilikuwa inawatoa jasho. Mipango wa Israeli ni kudhibiti uchumi wa Irani. Irani asiwe na uchumi wowote wenye kupumua, ili tumchonganishe ndani na raia wake, ili ashindwe kuhudumia proxy wake. Leo hii mfuko wa uwekezaji unapelekwa wa 300 billion dola toka kuanzishwa Israeli mpaka leo. Marekani ameipatia Israeli katika miaka 77 kwenda 78 ni kiasi cha dola bilioni 300 tuna kitu. Irani anaidhinishiwa bilioni 300 ndani ya miezi mitatu kuwa tutaziweka kwenye uwekezaji. Hivi unajua bilioni 300 ziko wapi? Ngoja nikukumbushe. Nafikiri unakumbuka World Cup ya Qatar 2022. Ile World Cup ya Qatar ya 2022 kuanzia alivyoidhinishiwa Qatar, nadhani ilikuwa 2010, aliidhinishiwa kuwa utakuwa na World Cup. Akaanza ujenzi wa miundombinu, barabara, viwanja, kila kitu kuhakikisha kuwa watu wataenda kwenye World Cup ya kisasa kabisa. Qatar alitumia kiasi cha dola bilioni 250. Dola bilioni 250. Nenda kaitazame Qatar. Nenda kaitazame Doha ilivyojengwa wakati huo. Dola bilioni 250. Na kuambia anaidhinishiwa bilioni 300 dola ya uwekezaji. Nilikuwa nikisoma gazeti moja la Israeli la Haaretz nadhani. Nadhani ilikuwa gazeti la Hayom la Israeli. Kuna sehemu liliniandikia kuna sehemu limeniandikia nilichotaka nadhani kuna gazeti moja nilikuwa nikilisoma. Hilo gazeti linathibitisha kuwa Marekani atakwenda kufanya uwekezaji ndani ya Irani mkubwa kwenye sekta ya mafuta. Jambo ambalo Marekani alipewa hii ofa kabla ya vita, kama mnakumbuka, walimwambia njoo uwekeze. Sasa nilivyosema katika vifungu ambavyo nilikuwa na wasiwasi navyo ilikuwa ni bilioni 300. Nikawa na wasiwasi kuhusu Hormuz. Ukienda kwenye vifungu vinavyosema kuwa swala la Hormuz Irani ataachia free kwa siku 60, baada ya pale ana uwezo wa kuchaji kwa sababu pressure ya dunia itakuwa imekwisha na kumshutumu Marekani kutakuwa kumepotea. Kazungumza kuhusu makombora, nadhani mlimsikia. Kivipi Irani izuiliwe kumiliki makombora? Trump anasema kivipi nchi jirani zina uwezo wa makombora? Kwa nini Irani kubaki na makombora aonekane sio na nafasi yake? Yani kuwa ni lazima nchi kama nchi lazima ibaki na makombora kwa ajili ya kujilinda, haiwezi kaondolewa makombora yake. Israel wakati wa mazungumzo yote alikuwa anasukuma kuwa tunazungumza nyuklia na lazima uwezo wa makombora ya Irani udhibitiwe usivuke kilomita 1000 kwa sababu yale makombora ya Irani yawe hayawezi kumfikia yeye. Leo Donald Trump anazungumza, anasema kuwa haiwezekani. Nchi kama Saudi Arabia, Pakistani, Qatar zote zina makombora ya kujilinda. Kwa nini Irani asiwe na makombora ya kujilinda? Huyu ni Donald Trump mwingine kabisa anayezungumza. Sasa haya mambo nilikuwa na wasiwasi kwenye yale mazungumzo kuwa lazima hapa Irani wametia chumvi. Nilikuwa nikiwaza kwa Irani huenda wametia chumvi kwenye hili kwa sababu mbona inaonekana hizi pointi nyingi sana ziko upande wa Irani. Ni kweli kuwa haya maandiko yako hivi? Ukweli ukienda kuchukua vifungu 14 vyote unapata jibu moja tu. Unapata jibu moja tu kuwa yaliandaliwa Tehran na Marekani. Rais Trump anathibitisha wamesaini. Rais wa Irani Masoud Pezeshkian
anathibitisha wamesaini. Pakistani msimamizi anathibitisha wamesaini, ila Ijumaa ya kesho sasa ndio itakuwa rasmi. Kule Uswizi watakwenda katika sherehe maalum ambayo ndio baada ya pale mambo yanaanza rasmi kwenda rasmi. Ukiangalia ripoti iliyoandikwa na gazeti la Israel la Hayom linasema hivi: Israeli will be required to fully withdraw from Lebanon within 2 months. Katika hayo makubaliano, yani Israeli katika miezi miwili atatakiwa full withdraw, yani kuondoa vikosi vyake vyote ndani ya Lebanoni ndani ya miezi miwili. Yani maana yake ndani ya haya mazungumzo ambayo yatachukua siku 60, wakati Marekani anaondoa zile lifti zake kwenye baharini sijui na majeshi yake atayaondoa ndani ya siku 60, na Israeli atakuwa anatekeleza hilo na yeye kuondoka Lebanoni fully withdraw, yani aondoke kamili ndani ya Lebanoni, kama alivyozungumza waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi kuwa kwenye mgogoro huu kuna pande mbili zikiwa mbili, upande wa Marekani na Israeli, upande wa Irani na Hizbullah. Anasema kuwa sisi tutakuwa pembeni kwenye haya mazungumzo, sisi na Hizbullah, Marekani atakuwa na Israeli. Kwa hiyo kila kaka amchunge mdogo wake, au kila mzazi amchunge mwanae. Irani atamchunga Hizbullah wake, Marekani amchunge Israeli wake. Ndio ilivyo jamani. Asanteni, niwatakie kila la kheri, na inshallah mara nyingine itakuja tuzungumze. Mambo yanaendelea. Shukran sana.